Lakini pia kwa nini Mungu alimwambia Ibrahimu niletee njiwa na mwananjiwa? Kwenye Biblia njiwa ametumika mara nyingi sana. Kwa mfano, wakati wa Nuhu, wakati ule ambapo Nuhu alitengeneza safina, kukawa watu wa Sodoma na Gomora wote wameangamizwa na maji. Maandiko yanasema ya kwamba kukakaa siku mingi tu kukiwa maji yamefunika uso wa ulimwengu, uso wa dunia. Sasa ili sasa Nuhu akisha ya kwamba maji yametulia, yameenda chini, kile alichokifanya kitu ya kwanza alituma jiwa. Jiwa yule aliyemtuma aliporudi, yule jiwa, maandiko yanasema kwamba yule jiwa alirudi akiwa amebeba tawi, alirudi akiwa amebeba tawi la mti. Na hii inaonyesha kwamba Mungu anapotumia jiwa hapa anawakilisha ya kwamba atawapea wana wa Israeli maisha ambao ni green pasture, yani maisha ambao ni mazuri, maisha ya kupendeza. Atawapea maisha ambayo yatakuwa ni ya kufurahisha. Lakini pia njiwa amewahi kutumika wakati ule Yesu alikuwa anakuwa dedicated. Maandiko yanasema ya kwamba kati ya sadaka ambazo zilipelekwa ili Yesu akuwe amepelekwa madhabahuni, akuwe dedicated, mmoja alikuwa ni njiwa. Kumbe njiwa hapa alikuwa anawakilisha kwamba wana wa Israeli wamekuwa dedicated, ama wana wa Ibrahimu wamekuwa dedicated kwa Roho Mtakatifu ama kwa Mungu. Ndio maana utaona kwamba walipotoka katika nchi ya Misri wanaongozwa na nguzo la moto ambao ni Mungu ambaye ni moto ulao. Wanaongozwa ama nyuma yao kuna mwamba. Ndio maana maandiko yanasema ya kwamba wote wakanywa mwamba ule uliowafuatia, ambao ule mwamba ulikuwa ni Kristo. Ina maana walikuwa nyuma yao wanafuatwa na mwamba. Lakini pia juu walikuwa usiku walikuwa wanaongozwa na wingu. Ukumbuke hii wingu ndio ile wingu ambayo ilikuwa inamfunika Yesu mara kwa mara alipokuwa anabatizwa, alipoenda mlimani, na sauti inatokea kwenye ile wingu ikisema, huyu ndiye mwanangu mpendwa, msikieni. Kwa hivyo ile wingu ilikuwa inawakilisha Roho Mtakatifu wa Bwana. Bwana Yesu asifiwe sana. Sijui kama anaeleweka. Kwa hivyo tunapoongelea kuhusiana njiwa hapa, kwa nini Ibrahimu ameambiwa leta njiwa ama hua na mwanajiwa? Utaona kwamba pia jiwa katika Biblia alitumika wakati huu ambapo ni wakati wa sadaka za kuteketezwa. Kwa hivyo wakati ule ambapo jiwa analetwa hapa ama anatumika na Ibrahimu, Mungu alikuwa anajaribu kufundisha ya kwamba sadaka imehusika, ama Mungu ameachia stari sadaka kwa ajili ya kuwakomboa wana wa Israeli. Sijui kama naeleweka. Lakini pia ukiangalia utaona kwamba kuna historia ambayo watu wengi hawajaelewa kuhusiana na jiwa. Mimi nimewahi kufunga jiwa kwenye maisha yangu. Na jiwa ukienda kumnunua kwa yule mtu ambaye atakuuzia njiwa, ili umiliki huyo jiwa sasa, inakuanga ni lazima number one, yule jiwa umtoe manyoya ya pande zote, manyoya ambao ni 9, 9 of them. Upande mmoja unamtoa na upande mwingine unamtoa 9. Kwa nini unamtoa pande zote? Ukimtoa jiwa manyoya 9 pande moja, atakuwa anatembea ni kama anachechemea, na atakuwa anajaribu kupaa kwa upande mmoja. Namba 2, unamtoa yale manyoya ili umiliki ya kwamba asije akapaa akatembea akarudi kwa yule ambayo alikuuzia, ili azoee mazingira ya pale ambapo ameletwa, ama pale ambapo umemleta baada ya kuwa umemnunua, pale ambapo umemweka. Sasa yale manyoya 9 ambao unamtoa upande wa kuume na upande wa kike pande nyingine, yale manyoya yana represent, upande mmoja una represent karama 9 za Roho Mtakatifu, na upande mwingine una represent karama 9, una represent matunda 9 ya Roho Mtakatifu. Sijui kama naeleweka.
Kwa hivyo wakati ule ambapo Mungu anamwambia alete njiwa, na ukikumbuka kwamba ukisoma hapo mbele maandiko yasema ya kwamba njiwa hakupasa kuchinjwa. Wengine walichinjwa pande zote, walichinjwa wakawa pande mbili, lakini njiwa hapa hajachinjwa, ikiwa inamaanisha kwamba njiwa kama ukimpasua katikati utakuwa umetenganisha karama za Roho Mtakatifu na matunda ya Roho Mtakatifu. Na huyu ni mtu atakuwa ako na karama lakini hana matunda, ako na matunda na hana karama. Kwa hivyo wakati ule njiwa akupasuliwa katikati, ni ishara ya kuonyesha kwamba Mungu atazalisha kutokana na ile angano. Mungu atazalisha watu katika kabila ya Ibrahimu ama katika watoto wa Ibrahimu ambao wako na matunda ya Roho Mtakatifu 9 na karama za Roho Mtakatifu 9. Bwana Yesu asifiwe sana. Chochote ambacho kinatumika kwenye angano huwa kinakuanga na sababu. Ndio maana ukivunja angano, hiyo sababu ndio inakupiganga yenyewe. Lazima consequences zikufuate. Anamwambia Ibrahimu ya kwamba endo wapasue katikati wote. Yule mwanadamu mpasue katikati, yule kondoo na yule mbuzi wapasue katikati, lakini njiwa ama ndege usije ukawapasua. Maana ndege, nimesema ya kwamba jiwa anawakilisha Roho Mtakatifu. Unakumbuka wakati ule ambapo Yesu alikuwa anabatizwa, Roho Mtakatifu, maandiko yanasema ya kwamba akashuka kwa mfano wa njiwa. Kwa hivyo hapa wakati ule ambapo Ibrahimu anaambiwa alete njiwa, anajaribu kuonyesha ya kwamba katika uzao wake kutakuwa na ulinzi wa Roho Mtakatifu, kutakuwa na nguvu na uwezo wa Roho Mtakatifu, watakuwa wanaongozwa na nguvu na uwezo wa Roho Mtakatifu. Lakini pia nikakuambia kwamba jiwa ukimtoa kwa mtu ambaye amekuuzia, lazima umtoe manyoya pande hii na pande hii nyingine, na usitoe pande moja. Maana ukitoa pande moja, yule njiwa ataanza kujaribu kupaa kwa pande moja, lakini atakuwa anatembea ni kama anachechemea. Sijui kama unanielewa. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa baada ya kuwa umemtoa yule jiwa manyoya, yale manyoya yataanza kumea polepole. Yakimea, yule jiwa atakuwa anapaa kidogo anaanguka, anapaa kidogo anaanguka, lakini siku moja yakiwa makubwa yale manyoya, yule jiwa atakuwa anaweza akapata akaenda kujitafutia chakula, lakini akarudi tena. Unielewa? Lakini ndio maana utaona kwamba wana wa Israeli wakati ule walipokuwa jangwani walilishwa kwa mana jangwani. Ina maana walikuwa wametolewa manyoya, walikuwa hawezi kula kwa uwezo wao. Lakini walipofika katika nchi ya Kanaani, mana ikakata, wakaanza kutafuta chakula wao wenyewe. Nadhani unaona angano vile ambavyo ilihusika pale. Kwa hivyo angano ama chochote ambacho kinawekwa kwenye angano kinakuanga na sababu. There is a reason as to why hii angano inawekwa pale. Sasa maandiko anasema ya kwamba Bwana anasema hivi kwenye ule mstari wa 11, hata tai alipotua juu ya mzoga, Ibrahimu akawafukuza. Kumbe wakati ule unapoweka angano na Mungu, kuna maadui huwa wanajaribingi kuja kuingilia katikati ili kuhakikisha kwamba wamevunja angano ambao umeliweka. Hiyo ndoa ambayo umeingia ndani yake ambao ni angano. Sasa hata kama ni ndoa ya Kikristo, shetani atajaribu kuja kuivuruga, atajaribu kuingiza vitu zake ndani. Maandiko yanasema ya kwamba wakati ule Ibrahimu alipopasua vipande za ile mizoga, tai akaja. Na yule tai alikuja kwa sababu moja ya tabia ya tai ni kwamba huwa anakulanga nyama ili achukue zile nyama. Na ujue kila nyama hapo ilikuwa ina represent kitu chake tofauti. Kila nyama pale nimekueleza kile ambacho ilikuwa ina represent. Kwa hivyo kama yule tai angefanikiwa kuchukua nyama moja ya zile, ujue kwamba ile covenant ingekuwa haina nguvu tena. Ingekuwa kuna vitu inavikosa. Kumbe wakati ule mtu anaporuhusu shetani anavunja angano lake la ndoa. Kuna vitu ambao vinaondoshango katika ndoa yake. Kuna vitu ambao shetani anaibanga. Kuna vitu shetani anaharibingi. Kuna vitu ambao shetani anakujanga kufanya nini? Ili kuua kwenye ndoa yako.
Wakati ule unapofunja angano lolote ambalo ni makubaliano kati ya two parties, ujue kwamba shetani kuna kitu anaibanga, anakujanga kujiingiza ili kuiba, kuua na kuharibu kwa jina la